majina naitwa Prince Kibona kutoka Nduki FC. Kwa kama kapteni, mimi binafsi nimeenjoy soka. Sawa. Soka la Bongo ndio lipo hivi. Na tumejionea hapa lilivyoenda. Toka mashindano yanaanza hadi leo, mmekutana na challenge zipi na changamoto ama zipi ambazo mmekutana nazo kama Nduki baada ya kutinga katika hatua hii ya finali? Changamoto mwanzoni hazikuwepo sana. Hata pale tulipofungwa kule Tunduma, mimi nichukulia hali ya kawaida kama changamoto za kawaida. Binafsi maombi yangu ni kwamba tu wenzangu waliopita labda Mungu awasaidie wanakoenda, lakini mchezaji yote ninachoamini hana mbali. Mchezaji anaweza kacheza sehemu yote, kama watakuwa wameona labda kuna mtu anaweza kasaidia, waje takaa mezani tutasaidia. Majina naitwa Elia Mbembela au maarufu Mtanga. Coach, pole na hongera na kwa mchezo wa siku ya leo. Mchezo ulikuwaje? Maandalizi yalikuwaje na kile ambacho kimetokea mnakipokeaje? Kwanza awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nimeweza mchezo salama. Hakuna injury aina yoyote iliyojitokeza pande zote. Ila kijumla mchezo ulikuwa mzuri pande zote. Tumeshambuliana kwa zamu. Wenzetu wamepata chance kama hiyo, wameitumia. Kwa kushiriki ligi ya mkoa ijayo? Mimi ndo kazi yangu kiujumla, kwa kila sehemu ninapopita mimi ndo kazi yangu, ni professional, umeona sio kocha kwamba kusema kuokota, hapana. Ni kocha ambaye mwenye elimu ya juu, mwenye viwango, nipo vizuri, haina shida, na narudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kuwajenga na nikukana uongozi, kujua tunafanyeje msimu ujao au na mashindano mengine yanayofuata. Kwa ujumla, kwa viwanja ni changamoto katika mkoa wa Songwe, ni changamoto kubwa sana, na hata hiki kiwanja pia kwa hadhi ya mkoa, kupata bingwa wa mkoa, kwamba tunapoenda kwenye viwanja vingine huko huwa tunasumbuka kutokana na hivi viwanja, lakini kwa sababu tumeshavizoea, umeona, basi tunaenda navyo, ila tu wito kwa serikali na chama na mambo mengine, umeona, na uongozi wa huu uwanja, umeona, tunawaomba basi kama mkoa, umeona, watu wajitahidi kurekebisha viwanja ili tupate vipaji vingi. Vipaji vipo vingi sana, hata wakiingia huko vijijini vipaji vipo vingi. Mimi natembea sana huko vijijini kuangalia vipaji. Kwa hiyo vipaji ni vingi, umeona. Kwa hiyo viwanja ndio tatizo kubwa, umeona. Hilo tu. Mashindano ya msimu huu yalikuwa mazuri sana, timu zilijipanga, ziweza kupambana. Tunashukuru Mungu mashindano yameweza kufika tamati na watu wamemaliza ligi salama, na sisi tunashukuru Mungu tumefanikiwa, tumeweza kuwa mabingwa. Finali ya leo umeionaje na ilikuwa ngumu kiasi gani kwenu kuweza kuwa mabingwa? Finali ya leo ilikuwa ngumu sana, kwa sababu ukikutana na mtu anayecheza finali huwezi ukamdharau, kwa sababu naye ni mgumu, mpaka afika finali amepambana sana. Kwa finali ya leo ilikuwa ngumu kiasi chake, ila tunashukuru Mungu tumepambana, tumeweza kuwa mabingwa. First half bila. Wakati mpo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, mwalimu aliwaambia nini mpaka second half mnapata bao na hatimaye mnakuwa mabingwa? Mwalimu alitupa maelekezo kwamba tunapoenda kushambulia tuongezeke wengi kwenye eneo la 18, tofauti na kipindi cha kwanza ilikuwa nabaki mtu mmoja kwenye eneo la 18. Tulirudi kipindi cha pili, kasi ya mashambulizi kaongezeka, tukawa tunajia wengi, tukafanikiwa kupata goli. Mnaenda sasa, mmekuwa mabingwa wa ligi ya mkoa, mnaenda kwenye kituo kutafuta tiketi ya kuelekea katika ligi daraja la kwanza. Huko mnajiandaa? Hapa ni kumwomba Mwenyezi Mungu, kila mipango itapangwa na tabii, tunajiandaa vizuri kwa sababu tuna viongozi wanaojiweza, tunaweza tukapambana sisi wenyewe wachezaji. Maandalizi ya mazoezi yataanza tena, tunamshukuru Mungu, ishara tutakapopangiwa ndio huko tutaenda kupambana. Asante, shukrani sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kumaliza mchezo wetu wa fainali. Kwanza tuwapongeze Nduki kwa kuwa washindani bora katika mashindano, lakini pia niwapongeze Kijiwenongo kwa kuweza kuchukua ubingwa huu kwa mara ya kwanza toka timu imeanza. Timu haina muda mrefu, lakini tumeweza kufanya maajabu kwa sababu uchezaji wa mpira huwa unalipa. Kiujumla mashindano yamekuwa mazuri toka tumeanza. Changamoto zipo kutokana na jinsi timu zilizoko mbalimbali. Timu iko Mkwajuni, timu iko Saza, unakwenda unarudi. Kwa hiyo pia tupongeze chama cha mpira, wameandaa mashindano mazuri sana.
mashindano ambayo yana haki, yana fair. Nadhani wenyewe mmeona jinsi ilivyokuwa, mpira umechezeka na tumeweza kushinda, tumechukua ushindi bila pingamizi. Coach, tuambie finali ilikuwa ni ngumu kiasi gani kumkabili Nduki kwenye mchezo wa siku ya leo, lakini hatimaye mmefanikiwa kuwa bingwa? Kama nilivyosema asubuhi wakati naojiwa, nilizungumza kwamba nawaheshimu wapinzani na nitapokea matokeo aina yoyote, kushinda, kufungwa au kusuruhu, lakini nikasisitiza zaidi kwamba ubora nje ya kiwanja na ndani ya kiwanja ndio utakufanya Kijiwe Nongwa kuwa bingwa. Kwa hiyo nilijipanga na niliweza kujipanga zaidi kwa ajili ya kuweza kuwa bingwa. Shukrani. First half bila, second half unafanikiwa kupata bao. Wakati upo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na wachezaji, uliweza kuambia nini? Second half wakatengeneza nafasi, wakapata mkwaju wa penalty, wakautumia. Kujitoa, kila mchezaji akijitoa kwa nguvu na akili tunaweza kufanikiwa, na ndio maana umeona nimefanya sabu ambazo zilikuwa ni key kwangu, yani zilikuwa ni tunasema ni kama funguo kwangu. Umeona mchezaji niliyemuingiza akaweza kusababisha penalti, lakini pia mchezaji ambaye niliweza kumuingiza tena akaweza kusababisha, katoa assist ikasababisha penalti. Kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo nilikuwa nimefanya mindset. Kipindi cha kwanza niliweka watu ambao watakaba zaidi na kuzuia, lakini kipindi cha pili niliweza kusoma udhaifu wa Nduki na kuweza kushinda. Umekufanikiwa kuwa bingwa wa ligi ya mkoa, unaenda kituo. Tutarajie nini kuona kwako? Kuna maongezo utaongeza kwenye kikosi na huku unajiandaaje? Kama nilivyosema, Kijiwe Nongwa ni timu ya Wanasongwe wote. Kwa hiyo nitazungumza na viongozi, wapige simu kwa wachezaji mbalimbali ambao wao wamewaona, waje majaribio. Kama nitaconfirm basi nitaweza kuwasajili, lakini nakaribisha kuanzia sasa hivi maombi ya wachezaji wote ndani ya Songwe. Sitochukua mchezaji nje ya Songwe, nitachukua wachezaji ndani ya Songwe ili Songwe iende kapambaniwe na Wanasongwe. Okay coach, shukrani. Majina yetu mchezaji wa Kijiwe Nongwa. Napenda kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Nimeanza mazoezi salama na kumaliza salama. Ndipo nikaitwa kwenye timu. Napo nimeanza salama na kumaliza salama mashindano haya ya ligi ya mkoa. Sijaanzia hapa, nimeanzia tokea kwenye makundi mpaka hatua hii. Nimefika finali. Kikubwa napenda kumshukuru kocha wangu pamoja na viongozi benchi zima la ufundi. Finali ilikuwa ngumu kiasi gani? Pressure ilikuwa kubwa, mashabiki walikuwa wanaanikiza, lakini ukiwa langoni umeweza control na umefanikiwa kuwa mabingwa. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Kikubwa ilikuwa ni ngumu sana, ila nikafuata tu maelekezo ya kocha kwamba utafanya hivi na hivi, umemaliza basi. Mimi nikafuata tu maelekezo ya kocha, nikafanya vizuri, ndio kama hivi. Kuna neno lipi la kuambia sasa mashabiki wa Kijiwe Nongwa ambao hawajafika kwenye finali ya siku ya leo? Wamekosa vitu vitamu. Wamekosa vitu vitamu sana. Future yako kama kipa binafsi, huko mbele mnaelekea kituo, tutarajie kukuona wapi? Kikubwa ni Mungu na kocha kuniamini, ndipo nitakapofanya vizuri.